Yaripotiwa kwa mara ingine mapambano makubwa hii siku ya kwanza kwenye tarafa la Fizi kunako sekta ya Mtambala. Wahasi wenye kumiliki silaha Twigwaneo M23 kwa ushirikiano na wahasi wa Burundi Redi Tabara wameweza tena vile vile kuweza kushambulia vijiji kadhaa, wakati wamekutana na moto mkali ya wazalendo wanaoongozwa na jemadari Ngoma Nzito, ndipo wameweza kufurushwa kwenye vijiji hivyo. Msemaji wa kundi hilo la Biloze Bishambuke aliyezungumza na Mashariki Media TV, Engineer Stratege na Mubamba, amesema kwamba vijiji kadhaa vimeshambuliwa ila adui ya kupata nguvu na kuweza kupigwa vikali. Tumsikilize kwa makini akizungumza na Mashariki Media TV. Jambo, msemaji wa kundi la Biloze Bishambuke, ukipatikana kwenye shamba la vita maeneo ya huko Fizi. Sana na mtangazaji na kwa kuwasiliana nasi. Tunazungumza na wewe kwa wakati huu wa jioni. Tumesikia kwamba kumeripotiwa kwa mara nyingine hii siku ya kwanza mapambano makubwa kati yenu nyinyi wa kundi la wazalendo na waasi wa M23 Twigwaneo. Tuambie mambo yalikuwa namna gani? Bila shaka bwana mtangazaji, acha nikukosoe kadogo, ni kwamba wazalendo wa Biloze Bishambuke wanaoongozwa na Luteni Jemadari Kalembe Ngoma Nzito ndio waliaisha zidi ya ngome za waasi wa M23 wakishirikiana na askari jeshi wa Rwanda pamoja na waasi wa Burundi wa Redi Tabara. Ni kwamba kuanzia saa 11 ya hii Jumatatu ya Mei 19 mwaka wa 2025 ndipo mapambano yalianzishwa hapo kwenye kijiji cha Arogezi tuwa kwenye sekta ya Mtambala, sultani wa Basimuka Sud, tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini. Ni kwamba wazalendo wa Biloze Bishambuke yake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito walianzisha mashambulizi huku wakilenga ngome 3 za waasi wa Twigwaneo, ikiwemo ngome ambayo walikuwa wameweka kwa hapo Kubadizi, ingine kwa Sabuni, Kiangoma, na ngome hizo zote bwana mtangazaji ziliweza kubomolewa na wazalendo wa Biloze Bishambuke yake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Ndio, kutokana na hiyo shambulizi kama gisi umesema nyinyi ndio mmeenda kuchokoza wenzenu kunako ngome zao. Kwa nini mmefanya hivyo? Mmegundua kwamba wana malengo ya kuwashambulia ndio mmewawai, ama mambo yalikuwa namna gani? Bwana mtangazaji, sisi hatukuwachokoza, tuliwangoa pale kwa sababu kusudi yao kuangamiza raia na mali yake kama kawaida yao. Utafahamu kwamba kwa sasa kijiji cha Rugezi kiliweza kuunguzwa yapata sasa miezi 2, nyumba karibuni hivi 1200 ziliunguzwa na hao waasi ambao walikuwa na mbinu ya kulenga wa raia wasikuwa na hatia, nafasi ambapo walipata hifadhi ili waweze kuangamiza. Jeshi la Biloze Bishambuke kama vile shabaha yake kulinda mipaka ya nchi, kulinda usalama wa raia na mali yake. Ndio maana waliingilia kati na kuanzisha shambulizi dhidi ya waasi hao ili wasiweze kuvamia raia wasiokuwa na hatia. Kwa sasa mapambano yanaendelea namna gani mpaka hii majira ya jioni? Risasi inaendelea kurindima ama labda mmewafurusha waasi hao, na ni wanani njoo wanadhibiti hiyo maeneo? Bila shaka bwana mtangazaji, mapambano yaliendeshwa mchana wote wa siku wa hii Jumatatu na Biloze Bishambuke ambao ni vijana hodari waliojitolea kwa kulinda usalama wa raia na mali yake, kwa kulinda mipaka ya Kongo, kwa kuzuia mtu yeyote ambaye ataleta wazo la kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vijana hao waliweza
kuendesha shambulizi dhidi ya ngome ya waasi walioongolewa kwa sana kuhakikishia kama Rugezi hakuna tena hata mwanajeshi mmoja wa Rwanda ambaye anapatikana hapo. Wote waliweza kuongolewa na kwa sasa wanapatikana ngambo ya pili, maeneo ambayo inaitwa na Murombwa, na kesho asubuhi wa mtangazaji wachamtemuni hadi Minembwe walipotoka. Labda tungependelea kujua matokeo ni namna gani sasa. Matokeo upande wote mbili ipo namna gani? Mtangazaji, waasi na raia kweli karibuni watarudia kwenye vijiji vyao na wataendesha shughuli zao kama kawaida. Watajenga manyumba kwa sababu baadhi yao walikuwa wanaishi porini bila hata kitu cha kujifunika mpaka sasa. Wasi zaidi ya 300 kwa sasa, maiti ziliogotwa na vijana ambao walikuwa wakifanya uchunguzi kuangalia kama wasi walingoleka, na pia majeruhi karibuni 26 nao pia ziliweza kupatikana kwa upande wa waasi. Silaha 8 za ndogo maarufu AK-47 ziliweza kuchukuliwa na vijana wazalendo, na kwa sasa silaha hizo zitatumikishwa kwa faida ya kulinda udongo wa mababu zetu usiweze kuangamizwa au kuvamiwa na watu ambao wanatumiwa na serikali ya Rwanda ili kuiba rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa wazalendo ni kwamba kuna majeruhi 5 ambayo kwa sasa iliweza kuorozeshwa, na hivi karibuni wameanza kupata matibabu kwa sababu tuna waganga pale ambao wanatumika nao pia wa faida ya kulinda mipaka ya nchi. Bwana mtangazaji, na kwa nini hiyo mapambano mara kwa mara? Hapa majuzi mumepambana kwenye vijiji na Tulonge na vijiji vingine kwenye sekta ya Lulenge. Yaani maeneo zote huko waasi wanakuwa wakidhibiti maeneo. Kwa nini hivyo, hiyo mambo inakuwa mara kwa mara hivyo? Bwana mtangazaji, waasi hawadhibiti, waasi unapenya, unatamani kuelekea nafasi ambapo raia wasiokuwa na hatia wanafichama. Sasa waasi wanalenga ili kuweza kuangamiza. Alafu wazalendo wa CPC FABB yake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, kama vile shabaha yao ni kulinda usalama wa raia na mali yake. Wanapoona kama raia wanakuwa hatarini, ndio maana wanaanza kuwafiatulia risasi waasi, wanaanza kuwasaka waasi ili kwamba wasiweze kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. Bwana mtangazaji, utafahamu kwamba nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga, vijiji kadhaa tayari viliweza kuunguzwa na jeshi la Rwanda linalojificha wakishirikiana na wale Watwirwaneho pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Wameunguza vijiji kadhaa. Sasa hatuwezi pendelea vijiji vingine viunguzwe, na hatuwezi pendelea raia wengine waweze kuangamizwa. Hatuwezi pendelea ngombe zingine au mbuzi au kondoo ziweze kuporwa. Shabaha yetu sisi Biloze Bishambuke ni kuimarisha ulinzi wa raia ili kwamba kila mtu aendeshe shughuli zake bila wasiwasi yoyote. Bwana Stratege na Mubamba, msemaji wa Biloze Bishambuke Mashariki Media, na kushukuru na tuna watakia basi mafanikio mema huko mlipo. Nasi pia tunawashukuru bwana mtangazaji. Tunaendelea na operation, kesho tutawarifu kitakachoendelea. Tunakushukuru.